Tunaendelea na topic yetu ambayo inasema kwamba kwa nini haujafanikiwa. Na kwenye ile sehemu ya kwanza nimesema sababu kubwa kwa nini watu hawajafanikiwa ni kwa sababu ya kukosa uwezo wa kuona mambo ama kufanya mambo kwanza katika ulimwengu wa kiroho kabla hawajafanya mambo katika ulimwengu wa kimwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Washirikina ama watu ambao wanaamini ushirikina ama ushetani, mara nyingi wakianzisha biashara ama wakienda kufanya chochote, huwa wanaendanga kwa mganga wao. Wanaambiwa nafaa wafanye hivi na hivi na hivi ndio wafanikiwe. Ndio maana ukisoma Biblia yako vizuri, kuna mwanamke mmoja ambaye alikuwa kijakazi. Maandiko yasema ya kwamba alikuwa na pepo la utambuzi na alikuwa amefanya matajiri wake alikuwa amefanya mabwana zake wakatajirika sana. Yaani huyu kijakazi alikuwa ameajiriwa kwa nyumba, si aoshe vyombo, si adeki na si afanye kazi yoyote ya nyumba, lakini ili awaambie matajiri wake ni nini ambacho wakifanye ndio wafanikiwe. Maana alikuwa na roho ya utambuzi, alikuwa na spirit ndani yake ya kishetani, ambao ile spirit ilikuwa na uwezo wa kujua ni nini cha kufanywa ndio mafanikio yapatikane. Na maandiko yanasema kwamba huyu kijakazi aliwafanya mabwana zake wakawa matajiri sana. Sasa huyu kijakazi kila wakati akina Paulo na Sila wakipita kwenye ile barabara, maandiko yanasema kwamba alikuwa hata anaona akina Paulo, anamwambia bila shaka ninyi ni watumishi wa Mungu aliye hai. Alikuwa na spirit ndani yake ya kuwaambia watu wafanye nini ndio wafanikiwe, waendeleze biashara aje ndio wafanikiwe. Ndio maana ukikosa kuwa na uwezo wa kujua ni nini kinachotokea katika ulimwengu wa kiroho, ujue kwamba itakuwa ni sababu mojawapo ya kukosa kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana maandiko yasema kwenye Waebrania 11 na mstari wa 3 ya kwamba vitu vinavyoonekana vinafanywa ama vinatengenezangwa kwa vitu visivyoonekana. Chochote ambacho unachokiona leo hii kinaapia mbele ya macho yako, ujue kwamba original part of it iko katika ulimwengu wa kiroho. Ilianzishwa ama ilitengenezwa kwanza katika ulimwengu wa kiroho, ndio baadaye ikafanywa katika ulimwengu wa mwili. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza na mstari wa 27, nadhani pale 26 27, maandiko yasema kwamba Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, akatawale samaki wa baharini, ndege wa angani na kila kiumbe kitambaacho katika nchi. Huyu ni mtu wa kwanza ambaye Mungu amemfanya. Lakini ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa 2 na mstari wa 7 kama sio wa 6, utakuja kuona kwamba maandiko yasema kwamba Mungu akachukua mavumbi ya ardhi akamtengeneza mwanadamu na akapuliza pumzi yenye uhai ndani ya mwanadamu. Mwanadamu akawa pumzi hai. Sasa unaanza kujiuliza swali, kwani Mungu hapa aliumba watu wawili? Bila shaka hapana. Yule mtu ambaye aliumbwa hapa ni mtu mmoja tu. Lakini mtu wa kwanza ni spiritual being ama mtu wa kiroho ambaye kwanza Mungu alimfanya. Tunajua kwamba ni mtu wa kiroho kwa sababu Mungu anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Ujue kwamba Mungu ni roho. Kwa hivyo anaposema na tumfanye kwa mfano wetu, anatengeneza spiritual part of a man. Spiritual part of a human being ndio anaitengeneza kwanza. Ndio baadaye anakuja anatengeneza yule mtu ambaye ni wa mafumbi ya ardhi. Kwa hivyo hata mtu ndio aonekane katika ulimwengu wa kimwili, kwanza alitengenezwa katika ulimwengu wa kiroho. Ndio baadaye akakuja akaonekana katika ulimwengu. Hata ukiangalia kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa 25 24 kule, utaona kwamba kuna mnyama wa kwanza alitengenezwa, lakini kuna mnyama mwingine alitengenezwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alitengeneza wanyama wawili. Kwa nini? Kwa sababu kwanza lazima ianze katika ulimwengu wa kiroho ndio ikuje itokee katika ulimwengu wa nyama ama katika ulimwengu ambao tunauona.
Kwa hivyo watu wengi wamefeli katika maisha kwa sababu wanashindwa kwanza kutumia material za kiroho kutengeneza ili ikuje itokee katika ulimwengu wa mwili, lakini wanaanza kwanza katika mwili. Unaona, mtu anaamka asubuhi anaenda kufanya kazi, anaamka anaenda kufungua biashara, anaamka anaenda kufanya vitu fulani, lakini kwanza hajaenda katika ulimwengu wa kiroho akasababisha, ndio akienda kwenye kazi matukio yanatokea tu kikawaida. Ndio maana ukisoma Biblia yako vizuri, Mungu anasema utafuteni ufalme wa Mungu kwanza na haki zake. Watu wengi huwa wanaamka asubuhi, mtu anaenda anatafuta pesa, anaenda kazini kutafuta pesa, lakini Mungu asemi kwanza endeni mkafanye kazi alafu mtafute ufalme wa mbingu. Hapana, anasema kwanza shughulikia sehemu ya kiroho, alafu sasa sehemu ya kimwili itakuwa inakufuata. Inamaanisha kwamba sehemu ya kimwili itaanza kujipanga kama utapanga kwanza ulimwengu wa kiroho. Lakini watu wanaenda kitofauti. Watu wengi wanaamka kwenda kukimbizia pesa. Pesa sio za kukimbizia. Cha kukimbizia ama cha kutafuta ni ufalme kwanza. Anasema utafuteni ufalme wa Mungu kwanza na haki zake, na mengine mtazidishiwa. Ile neno kuzidishwa inamaanisha kwamba hizi zingine zitakuwa sio za kutafutwa, lakini Mungu anakupa kama ziada. Ndio maana Daudi anasema hakika wema na fadhili zitanifuata, nami nitakaa nyumbani mwa baba yangu siku zote za maisha yangu. Anasema kwanza nitakaa katika nyumba ya baba yangu, lakini wema na fadhili, hizo baraka, hizo pesa, hizo magari, hizo manyumba, hizo zote ambazo unazihitaji, anasema ya kwamba wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Lakini kile ambacho Daudi ameanza nacho, anakaa kwanza katika nyumba ya Bwana, anakaa katika nafasi ya kiroho, anatengeneza ulimwengu wa kiroho unakaa sawa, ndio baadaye sasa wema na fadhili zinamfuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kwa nini watu hawajafanikiwa hata leo? Kwa sababu kwanza wanaanza kimwili badala ya waanze kiroho. Wanaanza kutafuta vya mwilini badala ya kutafuta vya rohoni. Ndio maana utaona kuna mstari unasema ya kwamba kuamka kwako asubuhi ni bure. Unalala ukiwa umechelewa ni bure, kwa sababu haujapanga ulimwengu wa kiroho. Ulimwengu wa kiroho, mwingine ambaye ako na akili, ambaye ni mchawi, mganga ama mshirikina, anajua kwamba huyu mtu hajapanga ulimwengu wa kiroho, kwa hivyo anakupanga. Ndio maana utaona kwamba matukio yako ya mchana yanapangwa kwa namna ambao wewe mwenyewe hutaki, kwa sababu kuna mtu amekupangia. Ameona kwamba ndio umemshinda kutia bidii kuamka na kwenda kufanya kazi, lakini haujamshinda katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hivyo anaenda anapanga matukio yako ya kiroho. Unaamka asubuhi wewe ni mzima, lakini ajali inaenda inakupata. Unaamka asubuhi ukiwa unaenda kufanya kazi, unapata hasara. Unaamka asubuhi upeleke watoto shuleni, lakini wale watoto wanabakia kuwa watu wa bure, kwa sababu unatia bidii sana katika ulimwengu wa nyama, lakini haujaupanga kwanza ulimwengu wa kiroho. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Ibrania mlango wa 11 na mstari wa 3 ya kwamba vitu vinavyoonekana vilifanywa kwanza kwa vitu visivyoonekana. Oh my God. Bwana Yesu asifiwe sana. Hicho ambacho unachokiona kinaapia leo hii, ujue kwamba kilifanywa kwanza katika ulimwengu wa kiroho. Ikuwe ni umaskini ambao uko nao, ikuwe ni utasa ambao uko nao, ikuwe ni hasira ambao uko nao, wewe uliamka ukaenda ili ukontrol hasira kama mwanadamu, lakini mchawi akaenda katika ulimwengu wa kiroho akatengeneza hasira yako, akatengeneza utasa, akatengeneza umaskini. Ndio maana unaona maisha hayakuendei vile ambavyo yalifaa kuenda kwenye maisha yako. Vitu vinavyoonekana vilifanywa kwanza kwa vitu visivyoonekana. Sasa hivi vitu ambavyo havionekani ni vipi? Bila shaka hii raw material ni neno la Mungu. Kwa hivyo unafaa kila wakati unatamka. Ndio maana Yesu anasema ya kwamba, ama maandiko kwenye kitabu cha Yohana yanasema ya kwamba vyote viliumbwa kwa huyo neno, vyote vilitengenezwa kwa neno la Mungu. Sasa wewe mwenyewe haujatengeneza kwa neno la Mungu, alafu unataka utengeneze kwa mwili, unataka utumie mikono yako, unataka utumie bidii yako kutengeneza. Unadhani